You are God from beginning to the end. There's no place for argument. You are God all by yourself. In the mighty name of Jesus, we pray that you will be with our tongue. As you told Moses that you will be with his mouth, you will be with him as he stood him up around. And you said you will be with him across the desert. You are with them, my God. With the host of the Israelites, you are with them, my God. Across the 40 years, my God. Lord, you stood with them, Jehovah. In every battle, in every challenge, in every opposition, in everything, my God. The good times and the bad ones, my God. You stood with them, my God. In the mighty name of Jesus. And we pray that you will be with us, my God. Be with everyone standing in our midst, my God. Be with every soul of us, my God. In the mighty name of Jesus. That we will experience your touch. We will experience your move, my God. In the mighty name of Jesus. That you will do those great things, my God. The things that you say that you can do even this day, my God. That you only require an open heart, my God. A willing heart, my God. In the name of Jesus. An obedient heart, my God. We surrender ourselves to you, my God. We surrender this gathering to you, my God. This entire fellowship is in your name, my God. That you may come and have your way, my God. We pray, my God, that the blood of Christ Jesus, that it shall cleanse us, my God, and cleanse where we stand, my God. In the mighty name of Jesus, let the sacrifices of our hearts, my God, every worship and every praise, my God, and every word that is shared in our midst, my God, let it be acceptable to you, my God. Let it be worthy of your name, my God. In the mighty name of Jesus, let it be worthy to praise you. Let it be worthy to honor you, my God. In the mighty name of Jesus, that you will come and fellowship with us, my God. That you will come and be with every heart, my God. In the mighty name of Jesus, let everyone, my God, our ears be open to us, you, my God. Let our hearts be praying to you, my God. In the mighty name of Jesus, that we'll be receptive of you. We'll be receptive of your word, my God. We'll be receptive, my God, of the direction that you give us, my God. We will be receptive, my God, of what you will upon our lives, my God. In the mighty name of Jesus, let every one of us, my God, surrender to you, my God. In the mighty name of Jesus, let every power yield to you, my God. Let every honor be yielded to you, my God. In the mighty name of Jesus, that you may reign supreme in our heart and reign supreme on this ground, my God. In the mighty name of Jesus, in this entire area, my God, may you do as you did in the Ephesians, my God. That you transform it all, my God. That you turn it all upside down, my God. In the mighty name of Jesus, that to every man, my God, even those who do not know you, my God, even those who have not heard you, my God, even those who have not felt the need to come closer to you, my God, as you lift your, as you draw near to us, my God, even as you lift, surrender and stretch your hand towards us, my God, may we be courageous, my God, and confident enough, my God, to lift our hands in return, my God, and to ask you to have your way, my God. Have your way in our families, have your way in everything that we do, my God, across this week, my God, across this year, my God, may you have your way, my God, in the mighty name of Jesus. We pray, my God, that you will lead us and direct us. It is our prayer in Jesus' name. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hallelujah. Muimbia Bwana nyimbo za sifa. Hallelujah. Tuko tayari? Hallelujah.
Nionyeshe kwa kunipungia mkono wale wako pale nyuma. Haleluya. Bwana asifiwe. Yes. Haleluya. Makofi kwa Bwana Yesu. Kuna ushindi. Haleluya, kuna ushindi wa ajabu. Haleluya. Oh, kuna ushindi. Haleluya, kuna ushindi wa ajabu. Haleluya. Oh, kuna baraka. Haleluya, kuna baraka za ajabu. Haleluya. Oh, kuna baraka. Haleluya, kuna baraka za ajabu. Haleluya. Oh, kuna shangwe na shangwe. Haleluya, kuna shangwe za ajabu. Haleluya. Oh, kuna shangwe na shangwe. Haleluya, kuna shangwe za ajabu. Haleluya. Oh, kuna kuruka. Haleluya, kuna kuruka kwa ajabu. Haleluya.
Kwamba njia ya mtakatifu ni kama mwangaza wa asubuhi ambao unang'aa zaidi na zaidi jinsi mchana ambavyo unaendelea kukuja. Hallelujah. The more you worship God, the more you serve God, the more you walk closer to God, the brighter it shines. Hallelujah. The brighter it shines and the more strength you gain. Hallelujah. That God has said, draw near to me, come closer to me. Hallelujah. Seek God and live. Seek God and live. Because only there are we going to find that strength and it will not diminish. Haiishi, Bwana asifiwe. Haitaisha. Kwa hivyo jinsi ambavyo tunamwabudu siku ya leo, hata wiki ijayo najua kwamba tutaendelea na kazi ambayo tutaifanya siku ya leo, ninatumaini na nina imani ya kwamba hata wiki ijayo the grandchildren, great grandchildren wetu, hata huo wakati God will do something new. And that's why ile neno tulianza kwa kusoma ya kwamba even to old age, even to hair white as snow, I am he. Hata wakati nywele zetu zitakuwa nyeupe, hata wakati tutakuwa wazee kabisa, wale watoto unaona wakicheza hapa, hata wakati watakuwa wazee, God is confirming and reminding us that he is still the same. He will be then as faithful as he is today. He will be as faithful as he was to the Israelites in those days, 40 years in the wilderness. He will still be faithful. Atakuwa faithful. Hallelujah. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nina furaha kuona sura zenu siku ya leo. Na wakaribisha hii fellowship yetu ni ya Njiru, Ushindi Church ya Njiru na Amen. Amen. Sasa okay. Nimeambiwa niombe. Hoya ndo matatu kana niki. Ndio kana hoya. Oh, hoya muhujia. Oh, that's good. Amen. Usege ni hoya ndo sio mako ndireidia. Ukiara kiasi ugo kitomono. Gero magadiri yo. Amen. Bwana sipeke turugame tuhoere muhujia. Yoki agai. Inaangukanga kwa mchanga ulio bora. Omba Bwana
tayarisha moyo wako mahali ambapo neno lake litakapoamua. Praise be to God. So ndio na maodo maige makwalia nitaongea nikichanganya. Nimezoea kuhubiri na Kikuyu sana, sababu nahubiri pale Geshagi. Praise the Lord. Lakini Kiswahili najua kuongea. Amen. Hata kama ni ya kuomba maji, lakini nikiongea Kiswahili utaelewa. Praise the Lord. Praise the Lord. Unajua, by the way, kuna jamaa tulikuwa tunasoma na wao wametoka coast. Aje kwalia Githweri, unamwangalia tu, lakini mkienda kuandika insha bwana napata 8 out of 40. Lakini mimi Kiswahili nilipita. Praise the Lord. Kwa hivyo hata kama nimenyimwa ya kuongea, ya kuandika niko nayo. Praise the Lord. Amen. Amen. Sasa nafurahi sana kuwa hapa. And I'm so grateful to God for what He is able to do. Amen. Amen. Na wakati niliambiwa nikaambiwa nitanena juu ya commitment. Nikajua ni sawa, because the Lord is teaching us every day to be committed to Him. Praise the Lord. Na nikaangalia safari ambayo tumepita ama tumepitia kama kanisa la Mitahato. Kwa maana hivyo ambavyo unaona Bernard umeanza, hata hivyo ndivyo tulianza. Hatukuwa na mpango wa kuanza. Praise the Lord. Tulijikuta pale. Wala Yesu asifiwe sana. Mchungaji Benson anaweza waambia vile ambavyo tulienda mahali fulani. Ni ndugu James tulikuwa tumepatana na yeye Kiambu. Na wakati tulienda huko Kiambu, after kuonana na yeye akatuambia kuna mzigo sana wa familia yao. Na tukaenda kwao nyumbani kuomba. Bwana asifiwe sana. Na tulipokuwa tunaomba mambo yakafanyika. Na ikawa ya kwamba sasa mzigo umetuangukia, ni lazima tuanze kanisa pale. Praise be to God. Na imekuwa ni safari ndefu. Na imekuwa ni safari ambayo iko na vita. Na sometimes unasikia ni kama umefika mwisho. Praise the Lord. Nakumbuka wakati tuliingia kule, tulianza tukiwa sasa 2 families. Alafu tukawa na vijana wa KU, na nimesikia wametajwa sana, na Bwana awabariki. Na ilikuwa ya kwamba kila asubuhi Sundays tunaongea na hawa vijana mahali utakutana. Sometimes na waendea KU. Na kwa maana walikuwa hawajajenga sana, kwa maana ni vijana wa maombi. Kwa gari wanaingia mpaka unachoka bwana. Praise the Lord. Ile kiti ya nyuma na ni 7-seater unaona imebeba karibu vijana 10. Mama Nguge yako hapa mbele. Na tunaelekea mpaka Mitahato. Na Mitahato kwa hunyukite ko hunyuka. Hallelujah. Haria toikaraga heki mutege koragwo hona nikioneka na Google Map gikirora iturite ho for a long time. Hata ukiangalia hiyo Mitahato na Google Map naona huko niko hore kufio. Praise be to God. Na twathiaga kanyumba twakomborete na kenda gio kiria ki haria thutha hau gabere na hindi atwathire tone maharete tukimenya mahara ni getha twanjiririe kwaria horo wa the right spirit, the spirit of God. Hallelujah. Najua nimeona ile imeandikwa na capital S, nikaona pale yule aliandika hakujua. Hallelujah. Na taumaga gari, watu walikuwa huko wanatuangalia makauga kai andũ hayo othe maima gari ile. Tunaingia ibada, tunaanza, tunaabudu Bwana, tunaongea neno, tunakuwa na service. After that tunaenda kwa mkahawa ilikuwa hapo. Besha yetu kuhodeta toka siria madathi sio na sana. Hallelujah. Pare kia kore madathi na saa itoka igato tikeino katatathiurukete itora hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunazunguka tunahubiria watu. Ole wasamania nake. Ukamuulia how are you sir? Niko na jambo ambalo ningetaka kukuambia siku ya leo. Praise the Lord. Na inakwambia kwamba tulipoendelea hivyo, Bwana akaendelea kutuelekesha mbele. Nazo vita zikaanza pia kuingia. Praise the Lord. Na kwa hivyo Bernard naongea hivi kwa maana ni kwanza umeanza na vita ziko. But I want to thank God. Biblia inasema ya kwamba who is it that overcomes the world? And the Bible says it is who believes that Jesus is the Son of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakumbuka siku moja tukasema tutaenda katika lile jiji kuzunguka tu, na mahali tunazunguka tunataja maneno.
Na after a few days, huyu mchungaji Pastor James akaniambia kuna jambo nimeota, ya kwamba kuna mtu ametufuata nyuma yetu wakati tunatembea, na yeye anakuja na haribu zile nyayo. Praise be to God. Na nikajua vita imetangazwa. Hallelujah. Amen. Na siku moja after that dream, nikawa sana very discouraged. Labda hii jambo sijaiongea na mtu mwingine, maybe my wife and maybe Pastor James. Na nikasikia, I think I was not called. Praise the Lord. Hallelujah. Na mbona ndio hata nikwambia na kufungulia roho yangu. Kuna wakati utafika mahali usikie ni kama haukuitwa. Praise the Lord. Na nikaanza kuhesabu, tuone nilienda na pastor. Ndathire twajereirie atia, twashiria atia no tuhunje huko. Lakini kumbe Mungu alikuwa anajua before. Kwa maana ile siku tulienda hapo, na wakati tulienda hiyo kambi ya Mitahato, na tukawekelewa hiyo mzigo, kuna mahali nilitembea nikiwa peke yangu nisikie Bwana vile anasema. Na nidari kanilione uhoro ucio, lakini siku hiyo Bwana akanikumbusha, unakumbuka nilikuongelesha? Na nikamwambia ndio Bwana, nakumbuka. Praise the Lord. Na kabla ya Bwana kuniongelesha hivyo, nilikuwa na shida sana. And I was feeling like I cannot go on. You know, battle after battle. Nasikia mzigo mzito ndani ya maisha yangu. Praise the Lord. Hata kazi nashindwa kufanya. I have no peace for a number of months. 4 or so weeks. Na nikapigia pastor nikamwambia, Remodo Agai, sasa wewe ndio uko huko Mitahato, hubiri neno vile ambavyo Bwana atakuongoza. Praise the Lord. Mimi mahali niko nasikia nimewekwa kwa kona. But he's a good man, akaniambia, pastor, ninaelewa vile unasema. Praise the Lord. I'll be there. I'll start with you and I'll pray with you. Amen. Hallelujah. Amen. Then after some time, kwa maana kuna siku moja hata nilitoka ibada pale Mitahato. Nikaweka mama Ngogi kwa barabara, nikamwambia wewe enda nyumbani, nataka niende tuongee na Bwana kidogo. Praise the Lord. Nikaenda kwa ofisi, it was on a Sunday. Nikajifungia pale. Nikamwambia Bwana, leo Bwana ni mimi na wewe. Amen. Ninaima goko tajirete ni ate. Na ninaimire na tajirete odo. Nilikojea. Najua wazi patia Bwana ultimatum. Hallelujah. Kireo ni wage muno kigwa. Okay. No kejare ndio na demoshi. Na nikatoka nikaenda nyumbani. Na nilipokuwa nyumbani, I saw a vision. Praise the Lord. Na katika ile vision, I love these young people. Watu ambao wanafanya transition from primary school to secondary school. Na tunakuanga na actually that is how I started ministry. Hata mahali nilikuwa I had that department with me. Na tulikuwa tumeanza that department in church, na kuna nyumba ambayo tulijenga specifically for them. Na in that vision nikajiona ninaenda kuingia mahali pale na watoto wananingojea niende niwafunze. And nikasikia nimepigwa geta. Ni moyo geta ile ihora nabo. Sasa naona in the spirit. Praise be to God. Na kile kimkono mote guoko kwa hana wale gutugukira post ya akiria. Isi cia thitima. Very huge arm. Amenipiga nini geta, riu ni ndiraona maguru makwa no gucujura maracujura goko. Na ngitaka imono ngiuga gai na I don't know, siku hiyo ndio nikataa kujiuliza gai muno no. Kwa maana wakati nilisema Yesu, kile kimkono kikaniachilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana nikiwa kule kwa hewa nilikuwa najaribu kurusha ngumi. No kimundu kiu kiari kinene muno ona goko gakwa nita karunyaki. Praise be to God. Na wakati niliita Yesu, kimundu kiu gikijiga thi, that spirit, na nikajua hapa ndipo vita iko. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati nilijua ni vita, nikavaa sasa silaha za vita. Praise be to God. Na tumeendelea vizuri. Na reka idemwele Mitahato, there is something God is doing. There is a mighty impact there by the grace of God. Hallelujah. Tulikuwa tunaitwa watu ambao wanakuja na wanaenda. No twayoka tukauma tukahunjanĩria tugacoka tukaingĩra ngari thutha wa kũrĩa mandathi tũgathiĩ twetagwo kanitha wa andũ arĩa mokaga magĩthiaga. Rĩu kwĩna andũ mokaga na magaikara kũu. Praise be to God. Hallelujah. Na mũthenya wa Thursday
Bwana tayari ametupatia plot. Praise be to God. Hallelujah. Na siku ya Thursday tulikuwa huko. Na unajua mimi hupenda kufanya mambo silently. Lakini pastor akaniambia no ginya tururumuke gukwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa maana siku ya kanisani Sunday, nilikuwa nimeenda kwa mahali nilitoka, nilikuwa nimeinvitiwa kuhubiri huko. Nikasikia kwamba kumeanauziwa ya kwamba Thursday adothe akanitha ni maracemania Kea-inĩ tũthiĩ tũirige na tũhande mahũa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tũgĩthiĩ kũu Thursday tũrurumũkĩte mũno na andũ mokaga makaiga tũtũrĩte twetereire kanitha serious wa kĩroho, rĩu nĩ tuona kanitha serious. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Na tondũ haikarĩte ũguo nĩ kĩeha kĩnene mũno, ona gĩtingĩ kĩa mbere kĩu kĩngĩ ndĩramenya gĩthirĩire kũ. Praise be to God. Kwa hivyo tunashukuru Bwana kwa vile ambavyo anafanya. Amen. Yenda kuuga atĩrĩrĩ, uthamaki wa Ngai ũhanaga mbegũ kanini. Praise be to God. Ningetaka kuambia ya kwamba kile ambacho Bwana ameanza ni lazima atamalizia. Hallelujah. God does not abort his dreams. Hallelujah. Na kaida thiaga maũndũ makaritoha ageciria oe another option. Whatever he starts to do, he's going to complete it. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na kwa hivyo God is doing it. Na kazi ambayo Bwana alianza hapa juu. Tukayuria weko lile ati agoko. Bwana amekuleta hapa kwa mpango. Na Bwana ni lazima atatimiza kazi ambayo ameanza kuifanya. Praise be to God. So siku ya leo nataka tu kuongea kidogo. Nilikuwa nimepewa like 20 minutes. Tayari nimekula dakika kama 10. But by the grace of God nitasema a few things vile ambavyo Roho Mtakatifu ataniongoza. Amen. Ohoro no imundo igwithegete kunyuithia tutata. Praise the Lord. Unajua Yesu alienda mahali kwa hekalu na sijui alitoka kiboko wapi. Kwa hivyo kaikuwa gone andu anga ni undu wa andu a matatu. Na nikoma kete muno ndaigua urendwo hoere andu a matatu. Sijui wacha nisiendelee sana. Kwa maana huko najua kuko na wadugu wako. You have brothers there. Amen. So Yesu akaenda kwa hekalu. And this was about the time of the Passover. Unajua Jesus Christ is the Passover lamb. Kwa hivyo kulikuwa siku chache tu ili pia yeye apelekwe pale asulubiwe. And this was the second time he was going to cleanse the church, the temple. Na Biblia inasema ya kwamba alipoingia pale akakuta kuna biashara nyingi ambazo zinafanywa pale. Praise be to God. Na akajawa na the zeal of God. Na Biblia inasema ya kwamba he dealt first with the priest. Kwa maana biashara ambazo zilikuwa katika hekalu zilikuwa zinafanywa na makuhani. Praise the Lord. Acio ndio marutaga biashara muno tondu ni makire na responsibility na kukwari kwa. Hallelujah. Na history ni ronania actually tondu nio makaguaga kagondu mundu arehe ngondu ni getha irorwo ka ni njega, because according to the law kagondu no nginya kangiambire gukaguo. Amen. Karoro wega kana kena arawama magego marorwo kana mekuo na tondu Ngai ndarutagirwo kindu gitari complete na karoro kana kena kaugo handu na athĩnjĩri Ngai acio mari very shrewd tondu mai na ngondu ciao kũu rĩu kare warehe kũgũrĩte na kũu makarora makwĩra gaka kena igago tai narĩo na gatingĩrutĩrwo Ngai kana atuĩka guoya wako ti mũnyoroku wega na koguo makaiga kau tiganako ndĩna kangĩ ngĩkwenderia na makendia na mbei ĩtarĩ njega exorbitant price. Hallelujah. Na bado kuni kwari yake managers yale mare kule mare agent ma doya mare to athĩnjĩri Ngai. Praise be to God. Na Jesu tana maundu mothe hĩndĩ ĩrĩa thire hekalu agĩkora biashara ĩrĩa ĩkuo akĩrora mũno. Praise be to God. Na Biblia ĩraiga akĩng'aũrania mametha mau ma mbeca. Praise the Lord. Agĩcoka akiuga ĩno nyũmba ya ithe witũ rĩ. Praise the Lord. Mũmĩtuĩte ndũnyũ. You have made it a den of robbers. Praise the Lord. Na Biblia inasema ya kwamba alinena mambo kadhaa na akasema ya kwamba hii ni nyumba ya maombi. Praise be to God. Na inatazama naona siku hizi za mwisho. Ona thikũ ici he ũndũ Ngai areka
Ngai nĩarenda kũingĩra hekaro yake. Praise be to God. Na nĩarenda gũtharũrania biashara iria ciothe cirarutwo kuo itarĩ cia ũthamaki wa Ngai. Amen. Na biashara ici cirarutwo thĩinĩ witũ tondũ ithuĩ nĩ ithuĩ hekaro cia Ngai. Praise be to God. Mwathani nĩaroka nĩgetha acithũkie, nĩgetha gũkorwo atĩrĩrĩ thĩinĩ witũ biashara nĩ ĩmwe tu, biashara ya ũthamaki wa Ngai. Praise be to God. Na nĩgetha ona tũgĩka maũndũ marĩa mangĩ ũhoro wa ũthamaki ũgakorwo nĩguo ũratũtongoria. Praise the Lord. Mwathani Jesu akĩaria na arutwo when he was about to go, akĩmera nĩndamũtũma, you go out and preach the gospel, go and heal the sick, go and raise the dead. Praise be to God. Go and declare the good news of the kingdom of God. Go and cast out demons. Inafikiria kwamba wakati Bwana ataingia kwa kanisa lake, wakati atadrill na the priests, na wakati ataingia kwa hekalu, I want to believe ya kwamba the only business that is going to matter in our lives is the business of the king. Hallelujah. And nĩgetha no he maũndũ wĩkaga ũmeke nĩ ũndũ wa Mwathani na nĩ ũndũ wa ũthamaki wake. Praise be to God. You know, wakati mwingine tunajiuliza, God, what is my mandate? Kazi yangu ni nini katika nyumba ya Bwana? Na Yesu alisema vizuri sana, unaweza fanya yote. You can be a teacher, go and teach, but heal the sick, cast out devils, preach the gospel. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuwa mwanabiashara, fanya hiyo biashara, lakini ifanye katika ufalme. And as you do that, preach the gospel, heal the sick, raise the dead, cast out devils. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati Yesu alifanya hivi during the days of the Passover, there was a duration of 50 days from Passover hadi Pentecost. Na Pentecost tunajua ni wakati Roho Mtakatifu alishukia watu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa hivyo naamini, and I believe kila mtu ambaye ako na spiritual thermometer, siku ambazo tunaingia ni siku za Bwana kutembea katikati ya watu wake. Na kabla ya Bwana kutembea, anasema takazeni njia zenu, takazeni hekalo yangu. Praise be to God. I want to get there. I want to be exalted there. I want to do that which only I can do. Bwana Yesu asifiwe. So nataka kuongea kidogo kuhusu commitment. Na sitaki kunena mambo mengi because time does not allow me. But one of the things, one of the foundations ambazo ufanya Mungu atumie mtu kwa jambo ambalo amepanga kulifanya ni commitment. Praise be to God. Kujipeana. Amen. Kujipeana. Sema kujipeana. Na siwezi sana kukueleza kwa maana these things are well taught by the Spirit of God. Because I may tell you my experience, but nikiangalia watu wengine wa Bwana ambao walijipeana, ninaona I have actually done nothing compared to what they did for God. Praise the Lord. Tunaona Paul akiongea anasema ya kwamba katikati ya the apostles, yeye anaona amefanya kazi nyingi sana, lakini anaendelea anasema ya kwamba lakini sio mimi, ni neema ambayo Bwana alinipea. Praise the Lord. Na kwa hivyo kama nataka kuongea kuhusu commitment, I want to speak it on this forum that God is able to give us the grace that leads to commitment. The Bible says it is God who works in us to will and to do. Amen. Bwana ndiye utufanyia kazi ili tuweze kutamani na kufanya haya mambo ambayo ametuelekeza tuyafanye. Nataka kuambia kwamba katika hali ambazo Bwana hutuelekeza, wakati mpango wa Bwana umefikiana, ni kama vile bibi ama mke wakati wa kupata mtoto. Ikiwa tumefanya biology wengine, and others have this experience because you have mothers here. I also have experience kwa maana mimi niko na mke. Praise be to God. Na tumepata watoto watatu. Na kuna jambo ambalo nimejua kama nyinyi hamjui.
ya kwamba wakati mtoto siku yake ya kuzaliwa imefika, dada yako menya ni thaa cigana kana mwiko. Hallelujah, praise the Lord. Muthenya wake wa kinya ndahetũkagia, na kũngĩhanĩka ta kwagĩa na thĩna hetũkie ikoragwo emergency. Praise be to God. Nikaba nginya mamu wao athiĩ atarwo tondũ ihinda rĩa mwana kuma nĩrĩkinyire. Na ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, ihinda rĩa Ngai niĩ ndĩrona nĩ ikinyu rĩa gwĩka ũndũ mwerũ gatagatĩ gaitũ. Praise be to God. Na niĩ ndĩrona ta he ũndũ ũkũgirĩrĩria Ngai, tondũ hatirĩ ũndũ ũngĩgirĩrĩria Ngai gwĩka ũrĩa abangĩte gwĩka. And so what is required is people who are going to commit themselves to what God is doing in their time. Hallelujah. Kama na kuna uwezekano. Yesu alirudi Jerusalem muthenya umwe. Na the Bible says akalia machozi, akasema Jerusalem, Jerusalem. Na alikuwa ni muamenyire the time of God's visitation. Praise be to God. Na nataka kuongea kuhusu mambo mawili ambayo hufanya watu wawe tayari to be committed to what God is doing in their lives. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Na jambo la kwanza hii kitu yangu imekwama, but by the grace of God tutaendelea. Number one thing ni emptiness. Sema emptiness. Na jambo lingine la pili ni weakness. Sema weakness. Hallelujah. Na it is very strange, na sitasema ni strange, lakini Bwana vile yeye hufanya mambo, vile ambavyo Bwana hufanya mambo yake, you know, the qualifications of God, ukiziangalia na ufananisha na qualifications ambazo labda tunaweza sema hizi ndizo qualifications katika ministry, ama hizi ndizo qualifications za mimi kufanya kazi ya Bwana. You know, mawazo ya Mungu ni opposite our thoughts. Biblia inasema katika kitabu cha Isaia, mawazo yangu mimi Mungu akiongea yako mbali sana na mawazo yenu, just like the heavens and the earth. Praise be to God. Na kile ambacho kinafanya mawazo ya Mungu yateremke kwetu ni kulindwa na Roho Mtakatifu na kuongozwa naye, kwa maana yeye ndiye anaweza download the thoughts of God into our spirits. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati nafikiria about commitment, you know, the things that make us qualified for commitment, number one ni weakness, number two ni emptiness. Praise be to God. Na nataka tuangalie kidogo mifano kadhaa because I don't have much time. And I want us to look at wakati Bwana ilifika, na before even that tunakumbuka kwamba in the book of Genesis tunaona this man called Abraham. Na wakati Bwana alikuwa anaongea na Abraham, akaambia Abraham about his generation. Na akamwambia Abraham, uzao ambao nitakupatia, they shall be great, they shall be many. Lakini wataenda kwa utumwa in a foreign land for 400 years. Praise be to God. Now, we know what happened. And in the book of Exodus, the Bible tells us ya kwamba hawa watoto wa Israeli, ikifanyika summary yao, walikaa katika nchi ya Misri for 430 years. Na wakati nilikuwa na study nilikuwa najiuliza, Bwana ulisema 400 years, lakini sasa ni 430 years. What happened? How comes you are not accurate? Na nilipokuwa nikifanya study nikaenda kitabu cha Acts chapter 17, na hapo nikakuta mtu ambaye anaitwa Stephen. Na Stephen alipokuwa akiongelesha watu, you know, remember the day he was stoned, aliwapatia sermon ambayo ilikuwa refu sana, na akaanzia all the way from Abraham, akaendelea akagusa wakati wa Moses. Na this is what he said about Moses. Alisema ya kwamba Moses wakati alikuwa Egypt, na wakati alifika 40 years, na akasikia kwamba sasa nimefika umri, na akajitambua, akajua kwamba yeye he does not belong to Egypt. Praise be to God.
Na wakati alitambua hivi, akaanza kuwatembelea watoto wa Israeli in their camps where they were doing work. Na siku moja akaenda akakuta mtu mmoja Muisraeli, a Jew, ambaye alikuwa getting persecuted by an Egyptian. Na vile alifanya, Biblia inasema ya kwamba alimuinukia, kwa maana alikuwa trained in martial arts. Akamugonga, akamuua, and immediately after that akachimba shimo na akamfunika na mchanga. Praise the Lord. Na Biblia inasema kwamba in the book of Acts 17, Stephen akiongea akasema kwamba alifanya hivi akifikiria ya kwamba hawa watoto wa Israeli watajua ya kwamba sasa Mungu amewatumia a savior or somebody who is going to take them from their slavery. Praise be to God. Lakini the Bible tells us further on ya kwamba wakati alifanya hivi, he went there for another day, na akakuta Waisraeli wengine wawili wakigombana, na akauliza, why are you fighting and your brothers? And the Bible says one of them akamgeukia akamwambia, wewe ni nani alikufanya kiongozi wetu? Praise the Lord. Na hapo Moses akajua mpango ambao nilikuwa nao toneiguaga ndimwete na naiguaga ndina hinya na naiguaga ndi muthomu tondu athomithitie na githomo kia Egypt. Praise be to God. Na akautwo mitugo ya Egypt, and the Bible says he was strong in speech. Ukiangalia Acts 17, when Stephen is talking about Moses, tunasikia ya kwamba wakati Moses alienda kwa Mungu, wakati Bwana amemuita Moses, the first thing he said, ya kwamba Bwana, wewe unajua mimi sijui kuongea. But in the book of Acts, when Stephen is talking about Moses, anasema Moses was strong in speech and he was strong in action. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati Moses alienda sasa akataa kujitambulisha kwa hawa watu, God had to remove every strength ambayo ilikuwa ndani yake, kwa maana God looks for weak vessels to work with. Hallelujah. And one of the qualifications of a man to be able to commit themselves to God is weakness. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inatuonyesha after that Moses alitoka kaenda jangwani, na pale jangwani alikaa for 40 years, na hapo Bwana akamfanyia kazi. Na Biblia inasema kwamba wakati Mungu sasa anamuita, anamwambia Moses, now it is time, I want to use you for the salvation of the Jews. Na Moses akamwambia Mungu, you know very well, hata kuongea sijui kuongea. What had happened in those 40 years? Katika hiyo miaka 40, he stayed alone in the desert, akiangalia kodona akifanya nini. He was a man of few words, na ile power ya kuongea ilikuwa imemuondoka. Praise be to God. Because God wants to bring weakness in our lives so that we may rely on His strength and on His power, that we may be committed to what He's doing in our days. Bwana Yesu asifiwe sana. The only problem ambayo ilifanyika pale ni kwamba ilichukua muda mrefu sana wa Moses kufanyiwa kazi na Bwana kukubali weakness. Remember, this man has been trained in the courts of Pharaoh. Remember, this man has been taught all the wisdom of Egypt. Praise be to God. Amen. Remember, this man, katika ile loyalty, kuna mambo mengi amejua, kuna mahali kwingi ametumwa as a diplomat. You know, he was mighty indeed. Na alikuwa elevated to a position. But God does not use men who are elevated. God uses men that have been weakened. People who are saying, Lord, kama sio wewe Bwana, sitaweza. And the Bible says he spent 40 years in the desert. Na nikiangalia nikifanya hesabu yangu, ile miaka Mungu alikuwa amesema watakaa pale, iliongezeka na 30 years, because God had said they are going to be in the land of captivity for 400 years. Lakini walitoka pale in the 430 year. Kwa hivyo kuna miaka 10, miaka 30 ambayo ilipotea. Meaning Moses, if he would have been a weak vessel in 10 years, Mungu angekuwa amemtumia na wangetoka pale wakiwa 400 years, just as God had spoken. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa hivyo, kwa maana alikuwa an exalted man, it took God 40 years
to bring him to the place of weakness, which could have taken only 10 years for Moses to be worked on na aweze kutoka pale weekend enough to be used by God. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hili jambo likaleta delay hata katika kwa watoto wa Israeli, because they spent another 30 years in captivity when God had spoken of 400 years. Praise be to God. Kuna mambo ambayo tunaleta delay katika maisha yetu. When you are not weekend quick enough, there are delays that come to our lives. Na si katika maisha yetu tu. There were delays for millions and millions of the Jews who stood there for another 30 years when God had said watatoka pale wakiwa na 400 years. Bwana Yesu asifiwe sana. May the Lord work in our lives, and may we allow God to make us weak enough to qualify to be used of God in our generation and in our age. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo hili lingine la pili ni emptiness. And when I talk about emptiness, wakati Bwana alienda kwa hekalu, he cleansed the temple. Kwa maana katika temple, na wakati tunaongea kuhusu temple today, we are the temple of the Spirit of God. Na kila mtu katika maisha yake kuna mwito ambao tumepata katika Bwana. Vile ambavyo Paul talked about the body of Christ. Na akasema kwamba Christ is the head. Praise be to God. Na wengine, they are parts of that body. Na iko hivi, the head is always strong. Kwa maana Christ has overcome. Na yeye hana shida. There is no problem with the head. There is no problem with judgment. The one who is our head, he is going to make the right judgment about everything that concerns his church. Praise be to God. He can never go wrong. Problem ni mwili huu mwingine. Na Bwana aliona ni vizuri afanye hivyo. Kwa maana mambo ambayo Bwana hufanya sometimes hatuyaelewi. Lakini atakachagua ya kwamba Kristo ndiye atakuwa kichwa cha kanisa. Nayo kanisa itakuwa ni mwili wa nani? Ni mwili wa Kristo. Na kichwa kinaweza taka kuenda mahali fulani, lakini hakiwezi enda pale if it is not accompanied by its body. Praise be to God. Na kwa hivyo tukiwa katika nyumba ya Bwana, the way the Bible talks about we being the body of Christ, kila mmoja wetu kuna kazi na kuna a way, there is something that God has placed for every man and every woman who is called by the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa hivyo we are the body of Christ. Na katika mwito ambao Bwana ametuita, he expects the body to follow the head. He expects the feet to go where the head is leading. Kichwa kinafikiria tu, si ndio? Alafu mwili unafanya nini? Unafuata. Praise be to God. Na ninaomba ya kwamba tutajipeana kwa Bwana. That we being the body, we allow God to do what he wants to do in our generation. Praise be to God. So, when you talk about emptiness, about the second qualification, we can relate to the story of Elisha. Tunajua kuhusu Elisha. Na siku moja Biblia inasema ya kwamba there was a day, that is the book of Kings. Kuna mama ambaye alikuwa a widow, and her husband was a servant of God prior to his death. Na akapatwa na shida. Na shida ambayo alikuwa nayo ni kwamba alikuwa na madeni mengi sana, na watu ambao alikuwa wanamdai wakaja na wakamwambia, now because you are not able to pay us, we can only take your children, your boys, waje wafanye kazi kwetu until everything has been paid off. Na Biblia inasema ya kwamba since she had nothing else, akaenda kwa mtumishi wa Bwana na akamwambia shida yake. And the Bible says alipoulizwa kile ambacho ako nacho, akasema niko tu na tumafuta kidogo. Praise be to God. And the Bible tells me the servant of God aliongea naye akamwambia there is a solution. Akamwambia go to your neighbors. Enda kwa wale ambao wamekukaribia. And when you go to them, kuna kitu utawaagiza ama uwaombe. Waiulize wakupatie vyombo. Na akasisitiza akasema ya kwamba sio vyombo tu, bali get empty vessels. Praise be to God. Empty vessels. Sema empty vessel. Na Biblia inasema ya kwamba huyu mama akaenda to the neighbors. And I'm just imagining, it is not recorded, ya kwamba mahali pengine aliingia na akakuta watu
ambao wako na vyombo, lakini vyombo viko na vitu ndani. Haleluya. Utiare kwa kama no hendeyo na no kwa nikore andu mai na nyongo no nyongo icio citire kindu ciena cio ni ciatuikite thito ya indo. Praise be to God. Labda wengine walikuwa wameweka maji huko na endelea ciria mutumia ucio ni amathaithaga akamera atiriri ndungata Ngai yenjirire thie na indo citai na indo thiini. Praise be to God. And I think she was telling them, please, I need these vessels. Kama uko na mitungi 10 na nyingine mena maaye nuthu ihoria yake nigetha at least ngero mitungi 3 kanena guthie tondu ndungata Ngai ugire atiriri thie na indo citai na indo thiini. Bwana Yesu asifiwe sana. And wakati alienda nyumbani kwake na mtumishi wa Bwana alikuwa amemwambia ukifika nyumbani what you are going to do othie wehingire because this is serious business. Praise be to God. When you are talking about empty containers, it is usually serious business with God. Githĩ mũtikĩũĩ maũndũ ma gũbomata ndora moe data cia computer. Kwĩ hĩndĩ computer ĩrehaga thĩna mũno na ĩna data tiga thikũ ici andũ rĩu nĩmakĩmenyire ũkĩruta data nginya ĩrĩa yuma deleted. Kuna wakati long before before ũgĩ ũcio ũke ũkĩiguire computer yaku nĩ gũformatwo no wamenyaga wĩna thĩna. Praise be to God. Kwa maana formatting ni kusema ya kwamba hiyo computer inatolewa kila kitu. Hata simu siku hizi ukienda kwa fundi akwambia sasa hii simu yako vile ambavyo utafanya ni kuiflash. Kile mtu yuko flash. Wewe rothi mwino rĩu to flash. Ogatara nĩ ndĩrahũrĩte mbica cia birthday na cie haha na watuĩka thimũ nĩ gũflashwo. It is very painful to lose data. Bwana Yesu asifiwe sana. And actually kuna watu wanatengeneza pesa sana siku hizi to get data that was lost because data is very important. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati katika maisha yetu tuiguaga nima hema maundu no nginya meherio. Unajua inakuwa painful sana. Kuna example na beana ya simu yangu. Thimũ yakwa kimethie through tondu kwĩ hĩndĩ yanjeraga nĩ ihũrĩte space. Na ngethie through thimũ ĩyo ngakora kwĩ marĩtwa savete mandu andu nginya itaramenya. No mundu nĩ aiguaga hinya mũno gũtharia rĩtwa ũsavete nginya thimũ-inĩ ona okorwo ndũramenya nĩ rĩao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngakora he Kamau wa Njoroge 1 na Kamau wa Njoroge 2. Ona ndiramenya Kamau wa Njoroge no rĩu tiga 1 na 2. No ndatua kũndiriti ngaiga ĩno namba no korwo nĩ ngamĩbatara hĩndĩ ĩngĩ. Ngaigua reke ndoge thiĩ hau heyo ĩngĩ. Na ninaenda through my phone ninaona kuna watu kama 100 people nimewasave kwa hiyo phone but I'm not able to tell exactly who are these people. Lakini najiambia ukiona save ile namba ĩno haha mundu uyu no korwo twanacemania handu na ndikwenda mundu akahorera njĩre kawata ile namba yakwa. So it is very hard for us to lose data. Ni vigumu sana kujiachilia na kuachilia vitu ambazo ziko ndani yako ili Bwana apate space ya kuingia katika maisha yako. Praise be to God. Lakini Bwana anasema ya kwamba for me to be able to give you the grace for commitment, you must empty yourself. Bwana Yesu asifiwe sana. Emptiness is a condition that we have to fulfill to receive the grace. Amen. To be able to commit ourselves to the workings of the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaomba Bwana atupatie emptiness. Let me tell you, the flow of the Spirit, the oil which represents the anointing, will never stop flowing as long as there is an empty container to fill. Amen. Hallelujah. Jika mnielewa, nimesema ya kwamba upako wa Bwana ambao Bwana anaachilia hautaacha kutembea as long as kuna vessel iko pale iko empty. Inasema Bwana, nimejiachilia, nimetoa mambo yote, nijaze. The Bible says this lady was told, go and block your door. Enda ufunge mlango. And in that sacred place, the oil will continue flowing. Na Biblia inasema ya kwamba mafuta ikaendelea kutiririka, one container after another. The shape of the container did not matter. Hallelujah. Kuna container zingine hazina shape, hazionekani kama zinaweza tumika, but as long as it is an empty container, that container is a candidate for being filled up with the anointing and the grace of God. Hallelujah. Unajua kuna mitungi ingine
iko na nä nyonete tå båyå twa maguta tå rarutwo thikå ici maguta ma kå ruga no kona nä ta maracindana rä u kå ruta tå design. Praise be to God. Ukona twina to shape different. No maguta maria mekire take the shape of the container. So it doesn't matter how the container is. Hallelujah. Muthuri kana mutumia mwanake kana muiretu. Amen. Muthaka kana utare muthaka muhenju kana munoru. Praise be to God. As long as you are an empty container, the Spirit of the Lord is willing to fill you with the grace and the flow. Na wakati alijifungia wakaweka mafuta na ikaendelea kutiririka. As long as there was an empty container, the anointing of God flowed. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ikafika mahali mama sasa alipoona ni kama kwamba utire container rock, akioria ke mwana ndukirehe nyũngũ ĩngĩ na hau ndurehe container ĩngĩ. Kĩmwana gĩkiuga mami niciathira. Mwathani arogocwo. Na ndahoya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu gũtikage empty containers gatagatĩ gaitũ. Rekei tũitũrũrĩre Ngai, rekei tũndiritwo maũndũ marĩa mothe twĩkĩrĩte thĩinĩ witũ, the heart that you have experienced in life. Unajua kuna watu wengine na katika maisha tuko na mambo ambayo kutuguza na kuna mambo ambayo yanaleta pain katika maisha yetu. Kuna experience ambazo zinatuweka mahali unasikia kwamba I'm really hurt. Sometimes you are hurt even by brethren. Praise be to God. Sometimes you are hurt by circumstances. Unaona kuna mambo yamekupeleka mahali ona maundu maria mothe ngĩeheragia thĩinĩ wakwa, he ũndũ itakariganĩrwo, he ũndũ ndekirwo nĩ mũndũ, he ciugo ndarĩirio nĩ mũndũ, na haya mambo sioni kama nitayasahau. Praise be to God. But the Lord is saying emptiness is a requirement for you to receive the grace of commitment. Bwana Yesu asifiwe sana. Can we lift our hands and tell God, God, I desire to be empty. Give me the grace and the power to empty myself to you in the name of Jesus. Hallelujah. Nataka tusimame kwa miguu yetu. Lakini wacha nikwambie, wakati Bwana amesema hii ndio njia ambayo unafuata, hakuna kitu ambacho kitasimama pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Na vile nataka Bwana ni kujiunganisha na wewe, kujiunganisha na kichwa sawa sawa. Na nikaenda mtu waiga neno niende mbogoro kabano wauga I'll follow you onokora hakire hau kihana nyoba ikireta Taj Mahal. Mwathani arogocwo. Atakwambia kwamba katika maisha yetu kuna mambo ni lazima tuweke X. Kuna mambo ambayo tumeyapitia pains. Kuna mambo ambayo tumeyapitia ambayo ni defeat in life and zimekaa mbele yetu, challenges ambazo zimekaa mbele zetu, and we feel like these ones do not allow me to move and fulfill the purposes of God. And when the head is saying this is the way, unaona miguu inaogopa kwa maana inaona mambo ambayo yako mbele. Lakini nataka kuambia kwamba haya mambo kama yamewekwa X, kwa maana kichwa kinasema niende, nitaenda katika jina la Yesu. Where the Lord leads, I'm going to follow. Because nothing is going to stop the move of God. Hallelujah. Bwana akisema hapa kuna njia, let me tell you, kuna njia. There is a way. God says there is a way. Hallelujah. Kazi yetu ni kutaka kusema Bwana alisema hapa kuna njia, na nitafuata hii njia. And let me tell you, man and woman of God, wakati Bwana anataka kufanya jambo, na ninaomba Bwana, na ninaomba sababu yangu na sababu yako, nisikae katika njia ambayo Bwana anafanyia kazi, nisiwe kikwazo kwa kazi ambayo anataka kutimiza. Praise be to God. No mwathani ahana dikwenda kumuhana ni uguo no hende Ngai aramove ni tora tuonaga mugithi wa high speed wa SGR ongithie hau ati ukomete uga mugithi ni ukoroga matone wa kuona ni ukumenya uria guthiaga. You never know what hit you. Kama imetoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati Bwana anatembea katikati yetu, it is better to say, Lord, I'm willing. Fanya kile chochote unataka Bwana,
that you may have your way in my life. And let me tell you, if you're not available for God, God will get it done anyway. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko na mifano katika Biblia. Watu ambao walisema you know kuhusu Saul mfalme. Saul wakati Bwana alikuwa anamuita, alimwongelesha na akamwambia Saul, "Odhamaki wako ni ugotora na kinya ciana cia kule igatuika odhamaki." Lakini Biblia inasema ya kwamba alijichanganya na akaanza kufuata, akakosa kufuata njia za Bwana. And God had an alternative. Let me tell you, if you're not available for God, God will still do it anyway. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wakati wa kuambia Bwana, si mimi najiachilia. Si mimi nasema Bwana, have your way God. I'm ready to be weekend. Kuna mambo Bwana atafanya ili uende chini ya magoti ya Bwana. Nimesarada. You can have your way. You can do with me everything you've always planted or planned concerning my life. Nataka tuende mbele za Bwana. Tuambie Bwana, Lord, I'm ready to be made weaker. Lord, I'm willing to be emptied because in my emptiness you are going to fill me with grace, with power, and in the anointing in the mighty From beginning to the end, there's no place for argument. You are God all by yourself.